Mtazamaji wa Baharia TV, karibu ni kusogezee TBT miaka kadhaa iliyopita. Kama ilivyo kawaida yake, mbunge Tundu Lissu alisimama bungeni kuzungumza baada ya kupewa nafasi na naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati huo akiwa Adhani Nzungu. Lissu alianza kwa kusema, "Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepata taarifa ya Mheshimiwa Frederick Werema." Hata hivyo, muda mfupi baada ya kuanza kuzungumza, naibu spika alimkatiza na kumzuia kuendelea na hoja yake. Hatua hiyo ilikuja baada ya hoja ya Lissu kuonekana kuwa na mwelekeo wa uchochezi na kukashifu, jambo lililopelekea mwenyekiti wa kikao kuingilia kati ili kudhibiti mjadala ndani ya ukumbi wa bunge. Twende tukasikie kilichojiri. Jina langu mimi ni Friday Magomare na hii ni Baharia TV. Lissu, taarifa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeipata taarifa ya mrithi wa Frederick Werema. Mheshimiwa Lissu. Mheshimiwa Lissu, humu ndani tuko wabunge ambao tunategemea kwanza kanuni ndo zituongoze, lakini pili vile vile tuwe na tendency ya kuheshimiana kwa lugha na namna ya kuapproach. Hivi vijembe vingine haviwezi kutuletea mabadiliko ya wananchi wetu. Unazo hoja za msingi, ziweke kwenye flow na mimi nitakuruhusu. Maswala huyu kamrithi nani, atarithiwa na nani, sio kipindi cha. Nakuomba jikite kwenye hoja ya kuweza kuleta wananchi wajue kitu gani unataka kuzungumza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja yangu ya msingi ni kwamba taifa hili linaangamizwa na impunity na ukosefu wa uwajibikaji. Wakosaji hawaadhibiwi, wanaotakiwa kuadhibiwa na rais hawaadhibu. Hiyo ndio hoja yangu. Hoja yangu sio kumkajeli rais. Hoja yangu ni kwamba majaji wamepokea rushwa, imeonekana kwenye kamati, imezungumzwa bungeni, tumesema washughulikiwe kikatiba, rais amekimbia. Sio kumkejeli, rais amekimbia, hajatimiza wajibu wake kikatiba. Mwanasheria mkuu wa serikali, kazi yako sio kushauri bunge, kazi yako ni kuishauri serikali. Mshauri rais atimize wajibu wake kikatiba, sio kushauri bunge. Kazi ya bunge ni kuishauri serikali. Wewe huwezi kuwa mshauri wetu. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, tatizo letu ni impunity. Hawa ambao wanaiba, kila mwaka tunaletewa taarifa. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge lako tukufu kama linaunga mkono uchafu huu halitachukua hatua, lakini kama linataka tupute an end kwa uchafu huu, kwa wizi huu, kwa ubadhirifu huu, mwaka huu tuanze na mawaziri wanaohusika na taarifa zilizoletwa hapa. Fedha zilizokuwa ring fenced za madini za REA zimeliwa. Halmashauri ni wizi mtupu. Mawaziri wa halmashauri hizi wanafanya nini? Wanapokea mshahara wa serikali ili wafanye nini? Walioshiriki kwenye wizi huu wanasubiri nini? Kwa nini hawakamatwi? Waheshimiwa wabunge, kama mnataka tuchukue hatua, tukomeshe uchafu huu, tuanze na hawa walioko humu ndani ambao ni saizi yetu. Halafu tuwaambie watakaoteuliwa kwamba mkawakamate na kuwashtaki na kuwafilisi wale ambao wameiba mabilioni haya. Tukionyesha mfano wa mawaziri hawa wanaoiba, wasiachiwe wakaenda kuzila hela za wizi. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.